Mlango wa pili. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia, siku ya giza na weusi, siku ya mawingu na giza kuu. Kama mapambazuko yakitandazwa juu ya milima, hao ni wakuu, tena wenye nguvu; mfano wao haukuwako kamwe, wala hautakuwako baada ya hao, hata katika miaka ya vizazi vingi. Moto unakula mbele yao, na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Adeni mbele yao, na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam, hakuna aliyeokoka asipatikane nao. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi, na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya milima, ndivyo warukavyo. Kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopigwa tayari kwa vita. Mbele yao watu wanahangaika, nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Hupiga mbio kama mashujaa, huupanda ukuta kama watu wa vita. Nao huendelea mbele, kila mmoja katika njia zake, wala hawapotoshi safu zao. Wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake; huenda mbele kila mmoja katika njia yake. Hujifanyia njia kwa nguvu kati ya silaha, wala hawaachi kuifuata njia yao. Huurukia mji, hupiga mbio juu ya ukuta. Hupanda na kuingia ndani ya nyumba, huingia madirishani kama aingiavyo mwivi. Nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka. Jua na mwezi hutiwa giza, na nyota huacha kuangaza. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuo yake ni makubwa sana. Kwa maana yeye ni hodari, atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kuistahimili? Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana arusi na atoke chumbani mwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na waliye kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako, Ee Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yako. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, usiogope; furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope, enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake. Mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi, enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua, mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare
na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitaimimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana.